Kwanza kwa jina naitwa Msira Magoma Katende, ni mzaliwa wa mkoa wa Mara katika kijiji cha Salmakati wilayani Bunda. Kwa hapa Dar es Salaam ni mkazi wa Vingunguti, ni mjasiriamali katika sekta ya mifugo. Kwanza ninayo masikitiko makubwa, bado tunayo Watanzania kwa ujumla, japokuwa kifo hakizoeleki, lakini lazima tukubaliane na hali halisi. Sasa sisi kama Watanzania au kama mimi mzaliwa wa Tanzania na kumbukumbu nyingi za Mheshimiwa John Pombe Magufuli, moja ya kumbukumbu kubwa ambazo ninatembea nazo, kwanza katika eneo linaloishi kwa maana ya Vingunguti, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, kiashiria iliyotuachia kumbukumbu ya kudumu. Kwanza alipokuja kututembelea akakuta mazingira tunayofanyia kazi yalikuwa sio mazingira rafiki, kwa maana eneo la machinjio nilipokuwa tunaandalia mboga palikuwa hapo salama, na nyinyi ni mashahidi na kumbukumbu mnazo kwenye vyombo vyenu vya habari. Akafika, hakutaka kuongopewa, akavunja fence akaingia. Rais kupita kwenye uvungu wa mabati kuingia, hiyo yenyewe kwetu kwenye macho ya ushahidi wa binadamu ni jambo ambalo lilisababisha sana kuona rais kwa viwango vya namna hii. Kwa hiyo mwisho wa siku kweli akatuwekea alama. Tulikuwa tunafikiri labda ni ziara ya kawaida, lakini ilileta matokeo kwenye eneo hili, mpaka kujengea machinjio ya kisasa. Maandalizi ya kitoweo ipo katika mazingira mazuri, kwa matarajio yake kwamba mifugo inayozalishwa katika nchi hii, tukichinjia Vingunguti tuko karibu na airport, kwamba nyama zitasafiri kwa wingi, itaongeza kipato cha ndani na cha nje. Cha nje kitakuja, kisha itakuwa ni fedha za kigeni zitasaidia. Kwa hiyo hiyo ni viashiria namba moja. Lakini wiji wa machinjio hiyo ilipelekea Vingunguti kupata vitu vingi kwa wakati mmoja. Moja, barabara ikaimarika, kwa maana usafiri ukawa ni mzuri, ukapitika kiurahisi. Pili, ikatutengenezea daraja ya kuondoa changamoto, kwa maana ya foleni iliyokuwa changamoto, tukapata na sisi barabara ya juu. Kwa hiyo hiyo nayo ni faida. Lakini lingine, ikatuletea eneo la kuuzia, tukapata mabucha ambayo nadhani katika nchi hizi sijatembea sana sijui, lakini mauzo ya duka la jumla la nyama nadhani Tanzania nzima liko ni peke yake soko la aina hiyo liko Vingunguti. Kutokana na maamuzi yake hayo yakapelekea mzunguko kuwa mkubwa katika maeneo haya Vingunguti. Kwa hiyo na Vingunguti tuna kumbukumbu kubwa sana na rais wetu mpendwa. Lakini hiyo haitoshi. Kutokana na mazingira ya machinjio hiyo, leo tunapata eneo lingine linaloitwa Nyamachoma Mbela Moto. Kwa maana ya kuja maboresho ya machinjio imepelekea kupata kituo cha kuchomea nyama cha kisasa. Hizo zote ni juhudi zitokana na kibagizo cha kuwa na mazingira bora ya kuchinjia nyama. Kwa hiyo imeenda kupelekea Vingunguti kuwa katika hali ya mabadiliko. Mimi niseme kwamba kwa kuwa alianza na bahati nzuri hakuchukua muda mrefu akatoweka, na vitu vilivyoendelea vikafika mahala vikaendelea kufanyika. Mimi na imani zile ndoto hakuwa amebaki nazo kichwani peke yake, ziliweka kwenye maandishi kupitia vikao halali vya kimfumo kwa maana ya serikali, Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yao, na imani yatatimizika. Kwa hiyo naongelea hivyo mpaka leo tena. Kwa hiyo huo bado halmashauri yetu inaendelea kuboresha maeneo ya wachinjaji wadogo. Kwa hiyo unaona kwamba maono yale bado wanaendelea nayo. Kwa hiyo mimi ninachojua, kwa sababu binadamu atabaki kuwa na binadamu, lakini taasisi, kwa maana ofisi ya rais ni taasisi kubwa.
Kwa hiyo hawezi kuzungumza yakabaki tu kama mazungumzo, lazima kuna vitu ambavyo vinaendelea kufanyika. Kwa hiyo na hakika kwamba tunapokumbuka tunakuja kwenye rejea yale ya mawazo yake, kwa sababu sisi ni jamii, ni taifa. Ilikuwa kuna watu aliyofanya nao kazi, na kikubwa zaidi tunachoshukuru kwamba aliyefanya kazi naye namba moja ni makamu wake, ndiye rais. Kwa mimi na imani mama anaelewa analipeleka wapi taifa, anaelewa, naamini kabisa anaelewa. Ni kama anapozungumza na wewe hapa, umeelewa mimi Mzee Msira nimezungumza nini. Kwa hiyo na imani kabisa kinachofanyika ni kile ambacho kilikuwa kwenye makubaliano kinaendelea. Maana kwenye ilani ya miaka mitano aliishia njiani, maandiko yalikuwepo. Kwa hiyo na imani kwamba ndio maana vitu mimi naviona vinaendelea. Sio kwa hilo, kwa mfano alianza reli ikaisha, Treni Smile na inaendelea, kuna bwawa sinaendelea, kuna umeme vijijini sinaendelea. Kwa hiyo na imani na haya ya hapa hayaishie hapo, ila anachokumbukia alikuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba reli itafika katika maeneo ya Vingunguti kwa maana ya kurahisisha usafirishaji. Sasa kwa hilo naliombea eneo hili, mipango hiyo isife. Unajua kama mimi hapa ni mzazi, kwa hiyo ninachokuwa na kifanya, si watoto wapo wanasikiliza na wanaona, wanajifunza. Kwa hiyo pale ninapoondoka haimaanishi kwamba jamii itaganda kwa sababu mimi nimetoka. Ndio. Kwa hiyo na hakika kwamba mambo yataenda. Watanzania wenzangu, nchi ilianza kusukwa zamani. Kila nchi ina maono yake. Chukulia watu waliokuwa kina Marehemu Sokoine, walichapa kazi, tulijua Magufuli atatokea. Hiyo ndio mfano wa kuonyesha nchi ina misingi yake. Kwa hiyo niseme kwamba ni kila binadamu atakapokuwa anatimiza wajibu wake kwenye eneo atakapofika, atambue wajibu wangu ni upi, kusudi langu la kuwepo kwenye nafasi ni lipi. Nchi hii ilianza vizuri. Hilo ndio nasema Watanzania tutambue, nchi hii ilianza vizuri. Kama tulichukua nchi kwa mazungumzo, watu tuku sasa hivi watu wanaumizana. Kwa hiyo nchi hii Mungu ana makusudi yake. Magufuli ni kipindi cha nyakati, ilifika naye atumike katika taifa hili. Nyakati zake zimefika, ameondoka. Tuamini kwamba kuna Watanzania wengi na Mungu anaipenda nchi hii. Kwa hiyo tukitembea kwenye imani hiyo, na imani taifa halitakuwa na ukiwa, bado linayo nafasi. Tuendelee kuomba Mungu aendelee kubariki Tanzania. Rai yangu ni kwamba tuombe Mungu atuongezee Magufuli wengi, na walioko ofisini watambue kwamba Magufuli atabaki kuwa Magufuli, maana alikuja kwa kusudi lake, na wao waliobeba dhamana wachukue yale wanayaona. Unajua ya kuiga tabaki kwa ya kuiga, kwenye original tabaki kwa original. Kwa hiyo yule atakayesubutu hata kuiga chembe chembe chache atatupeleka mahala, tutakuwa na kumbukumbu. Nisema hivi, bado narudia kwa Mungu kwamba watu tuendelee kumwomba Mungu, tuisherekee sikukuu zote zinazokuja mbele yetu kwa mapenzi mema, na Mungu aendelee kubariki taifa hili. Ujue Mungu anaipenda Tanzania. Mimi naamini toka umri wako ukue uyapata kisanga cha kufika mahali kusema kwa nini nimezaliwa Tanzania. Tushukuru Mungu kwa hilo.